Wafanyabiashara wadogo katika soko la Nchenzwa, mji wa Viwawa wilayani Mbozi mkoani Songwe, wamegoma kufungua maduka yao kuishinikiza serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Mbozi kuwapa ufafanuzi juu ya malimbikizo ya kodi ya majengo wanaodai kutolipwa tangu mwaka 2021. Wafanyabiashara hao wanadai wamefikia uamuzi huo wa kufunga biashara zao baada ya kushindwa kufika makubaliano baina yao na halmashauri hiyo kuhusu utaratibu wa ukusanyaji wa kodi ya pango la vibanda wanavyodai ni kandamizi na haueleweki kwa kuwa hawapei kumbukumbu za ulipaji na kuwafungia biashara bila kufuata utaratibu. Wamoja jana kwa vurugu wakwambia sisi moja kuchukua kodi kuanzia 2021 mpaka 25. Tukamwambia hizo kodi 2025 zitatoa wapi kipindi hiki? Nanyi mlikuwa wapi kuchukua kodi zenu? Na wote wafanyabiashara shalipa. Wasema sisi hatuwaelewi. Tunaanza kufunga vibanda. Tuweza fungeni. Wamefunga vibanda vyote, soko lote wameshamaliza kufunga. Humu ndani tunasema hatuwezi kusema wenzetu wamefungia vibanda. Tunabaki tunawasubiri wani wameathirika. Na sisi tusubiri leo je tufungie, tukaona sio vema. Na sisi hatufungui vibanda. Sawa, tunakubali. Sisi humu ni wapangaji, wenye soko ni wao. Lakini utaratibu waliochukua wa kufunga maduka umetistua sana. Ndio maana umeona tumefunga, hatugomi kulipa kodi. Utaratibu walioutumia ndio uliotushangaza kwamba mtu 2021 alipe fedha zote. Lakini katika hali ya kufunga maduka tunahitaji pia msaada wa serikali utusaidie, kwa sababu ukisema mtu alipe kodi kuanzia mwaka 2021 mpaka 2026, wengi wao ndani tunafanya biashara za mikopo. Naenda benki unakopa hela au kwenye vikoba, unatakiwa urudishe kila mwezi. Ni kweli kwenye soko letu la Ichenjezia kumetokea sitofahamu kidogo kutoka kwa wenzetu wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi katika ukusanyaji wa mapato, namna njia wanaoitumia kukusanya mapato ambayo sisi kama viongozi na wafanyabiashara kwa ujumla hatujalizika. Sasa maamuzi kwa kweli hatujakubaliana nayo, wala hatujakubaliana nayo kabisa, kwamba mtu anaanza kulipa madeni ya mtu ambaye hakuingia mkataba nayo na vibanda. Mbaya sana zaidi ni kwamba hata wao hawamfahamu mtu mwenye kibanda aliyejenga ambaye aliweka naye mkataba. Hawamfahamu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Mbozi Ahmad Mbege amesema kufunga kwa vibanda hivyo ni sehemu ya operation ya ukusanyaji wa madeni ya muda mrefu, akibainisha kuwa baadhi ya wafanyabiashara waliingia makubaliano ya kulipa shilingi 70,000 kwa mwezi badala ya kufanya mikataba ghali na halmashauri. Kilichopo pale ni kwamba ni halmashauri imefanya operation ya kuhakikisha kwamba wadaiwa wote wafanyabiashara ambao hawajalipa madeni yao kwa muda mrefu wanafuatiliwa ili kuweza kulipa madeni hayo. Wale wafanyabiashara ambao wako pale asilimia kubwa ni wale ambao wamekodisha kutoka kwa watu ambao walikuwa wana mkataba na halmashauri. Na kinachotokea pale ni kwamba mtu amekodisha kile kibanda anatakiwa alipe kwa mwezi shilingi 15,000. Anakipangisha kwa mtu mwingine anamchaji shilingi 70,000. Yule mwananchi ambaye amepangisha kwa mtu mwingine yeye anamlipa 70,000 kila mwezi yule ambaye amempangisha. Lakini yule ambaye anachukua zile 70,000 yeye halipi zile hela kwa halmashauri. Kwa hiyo mwisho wa siku makubaliano yale ambao wamefanya wao ni makubaliano ambayo sisi tunatambua kama serikali. Sisi tunafahamu kama mmiliki kibanda yule ambaye tumemkodisha. Kwa hiyo nitakaye mkuta pale kwenye biashara ndio huyo ambaye anaoperate, ndio ambaye tunamdai sisi anatakiwa atulipe sisi kodi yetu ya kila mwezi.